i'lam ayuha almuslim, jua ewe muislam, annaka in lam takun salafiyya, wewe hapo ikiwa hautakuwa salafi, faman anta, basi tuambie wewe ni nani? In lam takun salafiyya, na tusema hili kwa sababu gani? Ikiwa wewe hautakuwa salafi, fa anta la takhlu, basi wewe hauepukiki min an takuna, kutokana kuwa moja kati ya hizi hali tunazo takazitaja. In lam takun salafiyyan, ikiwa wewe hautakuwa salafi, fa anta la takhlu min an takuna, basi wewe hapaepukiki kuwa awalan mushrikan, hapaepukiki wewe kuwa imma ni mshirikina, hapaepukiki wewe kuwa mushrikina, tusrifu anwa' al-ibada, ambaye unatekeleza unaelekeza aina mbalimbali za ibada bighairi Allah ta'ala, muelekezea asiyekuwa Allah tabarak wa ta'ala. وقد نهانا الله تعالى أن نكون من المشركين، نامشتكتاز الله تبارك وتعالى سيسي تسيوي وشركنا، والدليل قوله تعالى، لو شهيد وهيل لقولياك الله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين، نوالا مسيوي كذلك مشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كذلك مشركين أنباو walifarikiana katika dini yao na wakawa makundi. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, na kila kundi kwa yale waliokuwa nayo wanajikweza nayo na wanafurahia. Wao wakajiona kuwa ndio wapo katika sawabu na wengine wasiokuwa wao wapo katika batil. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah aliposema innahu man yushrik billah, hakika yule ambaye hakika mwenye kumshirikisha Allah, waqad harrama Allahu alayhi aljanna, wa hakika Allah ameharamisha juu yake pepo, wa ma'wahu an-nar, na makazi yake ni motoni, wama lidh-dhalimin min ansar, na hawana madhalim yeyote wa kunusuru, maana hawana washirikina yeyote wa kunusuru, hawana washirikina yeyote yule wa kuwanusuru. Hiyo ni hali ya kwanza, hiyo ni hali ya kwanza. Kwa hiyo hapa tunapata faida gani? Faida ambayo tunaipata kujifundisha hapo ni kwamba tarku manhaji salafi salih sababu alwuqu'i fi shirki billah, iacha manhaji salafu salih ni sababu ya watu kuingia katika shirki. Tarku manhaji salafi salih, kuiacha manhaji ya wema waliotangulia, sababu alwuqu'i fi shirki billah, ni sababu inayopelekea watu kuingia katika shirki ya kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Hiyo ni faida tunaipata. Dalili ya hilo, Allah amesema wala takunu minal mushrikin, nyie masahaba wala msiwe katika washirikina, bali waendelee kuwa nani? Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaopokea dini kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam, wanaopokea mafundisho kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam, waendelee kuwa masahaba wanaopokea dini na mafundisho kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Wakiacha hivyo, basi watakuwa nani? Watakuwa washirikina. Itakuwa ni sababu ya wao kudondokea katika shirki. واضح؟ hiyo ni faida ya kwanza. Alfaida thania, kwamba kuacha manhaji salaf ni sababu ambayo huenda wewe ukadondokea katika nini? Shirki. Hatusemi kila asiyekuwa salafi kwamba ni mshirikina, hatusemi hicho kitu, na wala hatumaanishi, ila tunasema tarku manhaji salaf salih sababu, ni sababu. Kuiacha salafia ni sababu inayopelekea mtu kuingia katika nini? Shirki. واضح؟
الفائدة الثانية فائدة pili الشرك kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. الشرك سبب الفرقة في المجتمع. Shirki ni sababu ya watu kufarikiana katika jamii. Popote pale watu watakapoingia katika shirki, basi lazima watafarikiana. min alladhina farraqu dinahum, washirikina ambao walifarikiana katika dini yao kwa sababu ya shirki walionayo. Wa kanu shi'an, na wakawa makundi. Kwa hiyo popote pale watu watakapomshirikisha Allah tabarak wa taala, lazima watafarikiana, kwa sababu kila mmoja ataamini kumwamini muabudiwa anayemwabudia, na wala hatamkubali muabudiwa wa mwenzake. Na ndio maana Mtume alayhi salam alidhihiri kwa watu ambao mutafarriquna fi ibadatihim, walifarikiana katika ibada zao, walitofautiana katika ibada zao. Kwa hiyo ashirku sababu alfurqa fi almujtama. Shirki ni sababu inayopelekea watu kufarikiana katika mujtama. Kwa hiyo wewe ukiacha manhaji salaf, ni sababu inayopelekea wewe kuingia katika shirki, na hatima yake unaingia katika mifarakano. Wazi?